Birthday party ya karembo ketu Lydia imefanyika na tumeona ya kwamba kuna watu roho zao zimeuma sana, akiwepo Paula pamoja na wenzake, na walitoka nje kuweza kupanga mkakati wa kuweza kusambaratisha hili uhusiano kati ya Ramsey pamoja na Lydia. Sasa baada ya kufikia makubaliano, waligonganisha mikono yao juu kwa sheria kwamba wapo pamoja katika kila jambo. Ni walifanya nini na je walifanikiwa? Tunasonga mbele msikilizaji, langu jina ni Lucas Lumba. Asante sana kwa kuwa nami mpaka sehemu hii. Sasa baada ya wiki moja kukatika tangu tukio la bidei ya Lydia kupita, lilibuka jambo kubwa sana katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ilikuwa ni bonge moja la skendo ambayo ilishtua vichwa vya wanafunzi wengi wa vyuo. Skendo yenyewe ilihusisha kuvuja kwa video za ngono za wanafunzi wa chuo aliyejizolea sifa za kuwa miongoni mwa wanachuo wa kike waliokuwa wanajiheshimu zaidi, na pia alikuwa ni mchumba wa superstar wa chuo. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni mrembo Lydia ambaye alionekana akiwa kwenye mahaba mazito na jamaa ambaye sura yake ilifichwa. Ila hakuwa Ramsey. Wenye connection walitembeza video hiyo kwa njia siri kabisa, na mpaka ikafika kwa mtaalamu wa mambo Ramsey. Ilikuwa ni zaidi ya maumivu kwa mtaalamu. Ramsey aliwaza na kuazua, lakini hakupata majibu sahihi. Kitu pekee alichokipata ni maumivu ndani ya moyo. Kitu kilichomtesa zaidi Ramsey sio swala la Lydia kufanya mapenzi na mwanaume mwingine, bali ni kutaka kufahamu lile tukio lilitokea nyakati zipi. Alitaka kufahamu kama lile tukio lilitokea kabla ya wao kuwa wapenzi au baada ya kuingia kwenye mahusiano. Kuna muda Ramsey alihisi labda ile ni video ambayo Lydia alirekodiwa akiwa faragha na mpenzi wake wa zamani aliyefahamika kwa jina la D'Souza. Hivyo yawezekana lilikuwa ni tukio la muda mrefu uliopita, na siku zote kwenye mahusiano huwezi kumhukumu mtu kwa matukio aliyotokea na ex wake nyuma. Lakini kuna muda alihisi labda kile kitendo kilifanyika muda mchache uliopita. Kwa hakika Ramsey aliteseka kweli. Hakujua nini cha kufanya, maana hata Lydia mwenyewe alikuwa hapokei kabisa simu zilizokuwa zinatoka kwa Ramsey. Kitendo kile kilizidi kumchanganya zaidi Ramsey kwa kuamini kwamba labda Lydia aliamua kusaliti penzi kimya na kuhamia kwa yule mtu aliyeonekana naye kwenye ile video ya ngono. Asa Ramsey alijiona ni binadamu mwenye mikosi zaidi duniani. Hakujua wapi angeficha sura yake. Yote kwa yote hakutaka kutoa hukumu kwa Lydia mpaka atakaposikia sauti ya Lydia mwenyewe ikitolea maelezo kuhusu ile video. Maneno mengi yalisikika, lakini Ramsey aliamua kuziba masikio na kusubiri majibu ya maswali machache ambayo aliandaa kwa ajili ya Lydia. Upande wa pili alionekana bibi Lydia akiwa amejilaza kitandani, huku shuka na mito yake ikiwa imelowanishwa kwa machozi ya kujaza debe. Lydia maskini hakujua chochote kilichotokea mpaka kupelekea sura yake ionekane kwenye ile video. Baadhi ya maswali ambayo Lydia alikuwa anajiuliza ni kwamba imekuwaje mpaka aonekane kwenye video ya ngono wakati tangu azaliwe hakuwahi kushiriki tendo lile hata akiwa ndotoni? Au labda alizaliwa mapacha? Au labda kuna siku alileweshwa madawa na akachukuliwa bila kujijua? Lakini mbona bado alikuwa na usichana wake, alikuwa bado na bikra mpaka kufikia muda ule? Sasa nimekuaje mpaka aonekane kwenye video kama ile? Tena alionekana kwa mzoefu na ni mjuzi wa mambo. Huo uzoefu aliupata lini? Wapi? Saa ngapi? Na nani? Na huo ujuzi wenyewe alifundishwa na nani? Sini utata huo jamani. Kila swali ambalo Lydia alijiuliza alikosa jibu sahihi. Watu wengi wakiwemo marafiki zake walijaribu kumpigia sana simu wakitaka kusikia majibu ya Lydia kuhusiana na video yake iliyokuwa inasambaa kwa wanafunzi wa chuo. Sasa kama mwenyewe alishindwa kujijibu, angewezaje kujibu wengine? Simu zote zilizopigwa zilitupwa kwenye kapu bila kupokelewa. Hata Ramsey pia simu yake kupokelewa. Wenye connection walizidi kusambaziana video. Uzuri ni kwamba video ile ilikuwa inatembea kwa wanachuo tu pasipo uongozi mkuu wa chuo kufahamu chochote kwenye jambo lile. Takribani siku 3 zikakatika pasipo uwepo wa Lydia katika mazingira ya chuo. Sio Lydia tu, bali hata Ramsey alishindwa kuonekana mazingira ya chuo, kwani
hakuwa vizuri kiakili kutokana na kupokea meseji nyingi zenye kumkejeli kwa marefu na mapana. Ramsey alikosa nguvu ya kwenda chuo, na pia wapo watu waliompigia simu wakimtaka atolee majibu kuhusu tukio lililotokea kwa mpenzi wake kwamba amelipokeaje. Watu walikuwa ni kama waandishi wa habari. Ramsey alikuwa na kazi ya kuwakatia simu tu. Sasa kulikuwa kuna mazungumzo kati ya Jackson na Ramsey. Jackson akasema kwamba Ramsey, hivi unadhani hii video ni ya Lydia kweli? Ramsey akasema, sasa mwanangu, na niulizaje swali ambalo jibu lake lipo wazi? Unazingua sana Jackson. Jackson akasema, asikia Ramsey, kwa jinsi mimi ninavyomfahamu Lydia, mimi siamini kama hii video ni ya kwake. Na hisi kuna kitu kinaendelea nyuma ya pazia. Yawezekana kuna watu wamedhamiria kumchafua Lydia. Kama hautakuwa makini katika hili, unaweza kujikuta unalivunja penzi lako bila sababu ya msingi. Ramsey akasema, Jackson, mimi siwezi kuvunja penzi langu kwa Lydia kwa hiari yangu. Lakini pia hakuna binadamu yeyote anayeweza kuvunja penzi letu zaidi ya Lydia mwenyewe. Mimi sitaki kumhukumu wala kumlaumu Lydia kwa jambo alilofanya kwa kuwa moyo wake ulimtuma kufanya hivyo. Kitu pekee mimi ninachotaka kujua kutoka kwa Lydia ni kuhusu muda ambao video ilichukuliwa. Nataka tu kujua kama video imechukuliwa kwa siku za hivi karibuni ama ilikuwa kabla tujaingia kwenye mahusiano. Ni hivyo tu Jackson. Baada ya hapo basi mimi nitafahamu ni ipi nafasi yangu kwake. Jackson akasema, Ramsey, hivi unafahamu chochote kuhusu hali ya Lydia kwa sasa? Ramsey akasema, hapana mwanangu, mimi sijui chochote, maana alikuwa apokea simu zangu kila nikimpigia. Hilo ndio linalonichanganya zaidi. Yaani hisi Lydia amensaliti, ndio maana anashindwa kupokea simu yangu kwa kuwa anaona aibu. Ataongea nini sasa ili nimuelewe? Jackson akasema, ni kweli kabisa unalosema mwanangu, ni ngumu sana kumuelewa, ndio maana watu wote chuoni walishindwa kumuelewa ile siku ya kwanza kabisa kuvuja video. Unajua Lydia alijaribu kujitetea kwamba yule sio yeye, ila hakuna aliyeamini maneno yake. Lydia aliondoka maeneo ya chuo akiwa analia kama mtoto. Ila Ramsey, unatokea kukaza roho na ujaribu kuamini maneno ya Lydia mwanangu. Utakiwa kuwa mmoja wa watu wanaomtenga Lydia, maana anaonekana anapitia kipindi kigumu sana. Kama hautakuwa makini kwa hili basi anaweza kujifarikisha tu kabla siku zake. Ramsey akasema, poa mwanangu, kesho nitamfuata huko anapoishi ili niongee naye maneno muhimu sana. Jackson akasema, Ramsey, Lydia kwa sasa hataki kuongea na mtu yote ule. Yaani hata mimi mwenyewe hataki. Na hivi ninavyokuambia hajaje chuo takriban siku 3. Afumba zaidi kuna vipindi muhimu sana na vikosa. Fanya kweli kesho uende hostel mwanangu anapoishi ili ukaongee naye, ili hata ahudhurie vipindi chuoni, vinginevyo hata disco. Ramsey akasema, nimekuelewa mwanangu. Basi siku iliyofuata Ramsey alionekana katika mlango wa chumba cha Lydia mnamo majira ya saa 3 asubuhi. Ramsey aligonga mlango kwa lengo la kumtaka Lydia afungue. Mlango uligongwa sana, lakini Lydia hakutaka kufungua mlango baada ya kugundua kwamba mgongaji alikuwa ni Ramsey. Ramsey akasema kwamba Lydia, hata kama hutaki kufungua mlango, ila mimi siondoki hapa mpaka nikuone. Nitakaa hapa mlangoni mpaka siku utakaotoka ndani. Ramsey aliamua kusimama pale mlangoni kwa zaidi ya masaa 3 huku akimtaka Lydia afungue mlango. Ramsey alionekana kuongea maneno ya kila rangi yenye kubembeleza na pia yenye kumtisha Lydia ili mradi tu afungue mlango. Ramsey alisema kwamba Lydia, mimi sipo hapa kwa lengo la kukulazimisha unipende. Najua kwa sasa sipo kabisa moyoni mwako, ila kuna kitu muhimu sana nilitaka kukuambia kabla sijapotea kabisa kwenye mboni za macho yako. Lakini yote ni heri tu. Acha nikushukuru tu juu kwa kuwa sauti yangu kwako imekuwa kero leo hii. Sura yangu leo hii imekuwa na muonekano wa kizombi kwako, ndio maana unaogopa kuja nje kunitazama. Asante kwa kipindi chote tulichoishi pamoja. Kwa hiyo usijilaumu kwa kuona umenitendea ubaya, hapana. Nimeshazoea haya mambo. Wewe sio wa kwanza kunitenda. Hii ndio nyota yangu halisi hapa duniani. Mimi sijawahi kuwa na bahati kwenye safari ya mapenzi. Yawezekana atakayenipenda bado hajazaliwa. Kwa hiyo nakutakia maisha mema Lydia. Ramsey aliongea maneno hayo yenye uchungu na majonzi ndani yake, na mara baada ya kumaliza kuongea akapiga hatua kuondoka eneo lile. Hasa kule ndani maneno ya Ramsey yalisikika vizuri masikioni mwa Lydia. Machozi ya kujaza gunia yaliongezeka. Maneno yalimchoma vilivyo mpaka uvumilivu ukamshinda. Eti yeye hampendi Ramsey kwa sasa. Nani kasema? Taarifa za ugombanishi hizi jamani. Hasa Lydia akaona hapana kwa kweli. Kwa nini amtie simanzi na majonzi mwanaume anayempenda kuliko anavyoyapenda maisha yake? Basi chapchapu akaamua kufungua mlango na kumfuata Ramsey.
Ramsey akiwa zake nje ya jengo la hostel akitembea kwa mwendo wa mgonjwa huku akiwa na mawazo lokoke, alishtuka amepigwa na bonge la kumbatio la mgongoni. Sauti ya Lydia ilisikika ikisema kwamba I'm sorry sana Ram. I'm so sorry baba. Nimekosea sana, naomba nisamehe kwa kukupa simanzi na huzuni wakati nilikula kiapo cha kulinda furaha yako siku zote. Nipo hapa baba, niambie ulitaka kuniambia nini? Lydia, nina swali moja tu kwa ambalo linanifanya nikose usingizi siku zote. Ukweli ni kwamba sitaseki kuhusu wewe kufanya mapenzi na mwanamume mwingine zaidi yangu, kwa kuwa wewe ni mtu mzima na yani ni kama umeumbwa na hisia kama binadamu wengine. Lakini pia kabla hujawa kwenye mahusiano na mimi, ulishakuaga kwenye mahusiano na mtu mwingine, hivyo swala la wewe kufanya mapenzi halijaniumiza, maana hata mimi nishawahi kufanya hivyo kwa siku za nyuma. Ila sasa ninachotaka tu kujua ni kitu kimoja tu. Hili tukio ulilofanya siku za nyuma kabla hujaingia kwenye mahusiano na mimi ni tukio ambalo umefanya siku za nyuma kabla hujaingia kwenye mahusiano na mimi, au umelifanya baada ya kuwa na mimi? Tafadhali sana Lydia. Nakuomba sana Lydia. Naomba uniambie ukweli wa swali nilokuuliza ili nijue ipi nafasi yangu kwako. Ili jambo lilifanya siku za nyuma kabla hujaingia kwenye mahusiano na mimi, au umelifanya baada ya kuwa na mimi? Ramsey, kila binadamu nilimwambia kuhusu ile tukio hajaniamini. Siku zote mimi nilikuwa sitaki kuongea chochote na wewe, maana najua hutaniamini Ramsey. Hapana Lydia, mimi nitakuamini tu. Unaniahidi? Yes, nakuahidi. Naomba uniambie kweli. Ramsey, ukweli kutoka moyoni mwangu ni kwamba yule uliyemwona kwenye video sio Lydia wako. Yule mtu sio mimi kabisa, japo tumefanana. Nashindwa kuelewa imekuaje mpaka yule mtu awe na muonekano kama wa kwangu. Japo ni ngumu kuamini maneno yangu, ila naomba tu niamini Ramsey. Mimi nakupenda sana wewe peke yako. Wewe ndio utakuwa wa kwanza na wa mwisho kwenye maisha yangu. Lydia, ni bora hata ungeniambia kwamba ile video ilikuwa ni ya tukio la zamani uliofanya D'Souza. Mbona mimi singeleta shida? Okay, no way. Kwa kuwa nimekuahidi uaminifu, basi nimekuelewa vizuri mpenzi wangu. Ile video sio yako kabisa. Kwa sasa sahau hizo changamoto, kisha rudi darasani kuanzia kesho ili ufanye vizuri kwenye mtihani wako wa mwisho. Kwa sasa naomba niende zangu nyumbani kapumzike, maana afya yangu haipo sawa. Ramsey, najua hauniamini, japo umesema unaniamini kwa kile nilichokwambia. Ukweli ni kwamba mimi sijahusika kabisa kwenye ile tukio, sijahusika. Najua kwamba ni ngumu kwako kuendelea kunipenda na mimi sina hatia yoyote ile. Nahisi tu kuna watu hapo nyuma ile tukio na lengo lao ni kutuweka mbali. Amini kwamba mimi nakupenda sana Ramsey. Mimi sijafanya ule upuuzi. Lydia alimaliza kuongea huku akilia kweli kweli. Ramsey hakujibu chochote, badala yake aliamua kuondoka na kumwacha Lydia amesimama. Lydia alijua kwamba Ramsey hajaamini kile alichoongea. Mawazo alimzonga Lydia mpaka akajikuta anakaa chini baada ya kukosa nguvu ya kusimama wima. Sasa msikilizaji, tuulizane tu hapa maswali. Hivi ni mpumbavu gani aliyesemaga ukinywa pombe unapunguza mawazo? Samahani sana, najua huenda hata nao unakunywa pombe ukiwa na stress. Lakini nani ambaye alisema kwamba ukinywa pombe unapunguza mawazo? Mbona Lydia amekunywa na kilichotokea ni kwamba amelewa tu ila bado mawazo hayajaisha? Unaambiwa mara baada ya kuachana Ramsey ule mchana bwana, Lydia aliteswa na mawazo aliyojigawanya pande mbili. Kwanza kabisa ni ile skendo ya video chafu inayosambaa kwenye simu za watu. Alafu pili ni mawazo juu ya hatima ya penzi lake kwa Ramsey. Lydia aliteswa na mawazo mpaka ikafikia hatua akaitamani pombe ili imsaidie kupunguza mawazo. Akili yake ikamtuma akanunue pombe ili apunguze mawazo. Kama unavyojua bwana, Mheshimiwa Shetani bin Laden ukimbip lazima kupigie tu. Kwa mara ya kwanza kabisa Lydia alijikuta anashika chupa ya pombe kwa kufikiri labda angepunguza mawazo. Lydia alikunywa pombe za kutosha akiwa chumbani kwake. Baada ya muda alilewa na kisha akapitwa na usingizi ambao ulimchukua kuanzia saa 9 jioni, kisha akazinduka majira ya saa 2 usiku. Alipokuja kuzinduka alishangaa kuona mawazo hayajamwishia kabisa. Ilikuwa ndo kwanza ameanza kuchokoza nyuki. Shetani naye akatumia nafasi kuunganisha VPN yake kwenye kichwa cha Lydia. Kwa mbali Lydia akasikia sauti ikimwambia kwamba pombe za kunywea nyumbani haziondoi mawazo, unatakiwa kwenda bar ili umalize tatizo lako. Basi hapo Lydia akapata wazo jipya la kwenda bar kunywa mvinyo ili kuondokana na stress zilizokuwa zinatawala ubongo wake. Bila kuchelewa, safari ilianza. Mnamo majira ya saa 6 usiku, simu ya Ramsey bwana ilipigwa. Mpigaji alikuwa ni Lydia. Chapchap Ramsey alipokea simu ila alishangaa kusikia sauti ya mtu mwingine na sio Lydia. Basi Ramsey alipopokea akasalimiana pale na yule mtu kwenye simu ya Lydia akasema ya kwamba mimi ni mzima kabisa kakaangu, mimi ni mhudumu katika baa ya Kisuma hapa Ubungo. Bila shaka unamfahamu vizuri mwenye namba, si ndio
Ramsey akasema ndio namfahamu, kitu gani kinaendelea? Ramsey akaambiwa, huyu mtu wako yupo hapa kwenye baa yetu, amekunywa pombe nyingi sana kiasi cha kushindwa kujikontrol. Kwa hiyo fanya uje umchukue, maana wahuni wanaweza kuokota hii pisi, na istoshe hapo ofisini muda wa kazi ushaisha. Hivyo tunafunga sasa hivi. Na nimekupiga wewe kwa sababu inaonyesha una mahusiano ya karibu sana na huyo mdada. Ramsey akasema kwa hiyo okay, nakuja simu dadangu. Si hapo Kisuma Ramsey akajibiwa ya. Basi Ramsey alikata simu kisha akakurupuka kitandani na kuelekea mpaka barabarani ambako alichukua bodaboda iliyompeleka mpaka Kisuma Bar. Alipofika alimkuta Lydia kisha akamchukua na kupanda naye kwenye bajaji iliyowapeleka mpaka hostel alipokuwa anaishi Lydia. Waliposhuka nje ya jengo la hostel, walishuka kwenye bajaji kisha Ramsey akambeba Lydia mgongoni kuelekea ndani, maana Lydia hakuwa na uwezo hata kutembea kutokana na zile pombe alizokunywa. Ramsey alimfikisha Lydia mpaka chumbani kisha akamlaza kitandani. Ukweli ni kwamba Ramsey alichukizwa sana na kile kitendo cha Lydia kunywa pombe. Lydia, hivi kwa nini unakuwa mjinga kiasi hiki? Nani alikwambia pombe ndio suluhisho la matatizo? Hivi kwa mfano wangetokea watu wakakubaka kule baa, ingekuwa jani? Kwa hiyo matatizo yangekuwa yamepungua au yameongezeka? Lydia, nishakwambia kwamba acha mambo kama yalivyo, sawa? Acha waseme watakavyo. Ila amini kwamba kila jambo litapita. Rudisha akili kwenye masomo, maana imebakia miezi michache tu ili umalize shahada yako. Hivi kwa nini unataka kuiomba siku za mwisho? Ramsey, unaongea kuhusu chuo? Hivi nadhani wapi mimi nitaificha sura yangu? Kila mtu ananiangalia na nivua nguo nilizovaa. Napataje ujasiri wa kutazama machoni ya ulimwengu? Napataje upeo wa kusikiliza na kuelewa vinavyofundishwa darasani? Lydia, unajua si wa kwanza kufanya dhambi ya uzinzi hapa duniani, sawa? Hata hao nao watetemekea washawahi kufanya uzinzi mara nyingi sana. Tena wengine ni maudari wakubwa sana wa kutumia mpaka milango ya nyuma ambayo imekatazwa kwenye vitabu vya dini. Utofauti ulipo ni kwamba unaonekana ila wao wanajificha. Ila uzito wa dhambi ni ule ule. Hakuna binadamu anayeweza kukuhukumu kwenye swala hili. Mimi nipo upande wako. Hata kama watu wanaukebei, mimi nipo upande wako. Sana nakushukuru sana Ramsey. Lakini mimi sijafanya usaliti wowote kama inavyoonekana kwenye video. Ramsey, wewe ndio mtu pekee ambaye anaweza kukuthibitishia hili. Hilo leo muone kwenye video sio Lydia wako. Mimi sijui kabisa kufanya mapenzi na mwanaume yoyote ule tangu nizaliwe. Kwanza sasa mimi sitojali kuhusu watu ambao hawataamini utetezi wangu. Ramsey pekee akiniamini basi natosha. Ramsey, mimi bado ni bikra. Kwa kuthibitisha hili leo nakuruhusu ucheze na mwili wangu. Nitumie baba ili uone kama Lydia huyo anafanana na Lydia yule. Lydia, naona akili zako za pombe ndio zimekufanya ongea hivyo. Hebu naomba ulale kwa sasa, sawa? Hayo mambo utayapanga ukiwa kwenye akili zako timamu. Mimi naondoka, usiku mwema. Ramsey alimeza kuongea hivyo kisha aligeuka ili aondoke. Najua hapa angekuwa mwanaume mwingine angesema wewe, are you serious? Okay, let us go. So Ramsey ile anataka kupiga hatua ya kwanza tu akashikwa shati na Lydia. Ramsey, wewe ndio mwanaume wangu wa maisha. Wewe ndio wa kwanza na wa mwisho katika maisha yangu. Ni kweli nimeelewa, ila akili yangu inatambua maneno ninayozungumza. Lakini pia hata kama ni akili ya pombe basi hautakuwa na kesi ubakaji, maana wewe ndio mwanaume niliyekuwa nakusubiri ili utoe usichana wangu. Ukiniamini wewe inatosha. Hao wengine hata niumiza kichwa Ramsey. Let's do it. Lakini Lydia, unajua kabla Ramsey hajamaliza kuongea alivutwa mpaka kitandani. Amini nakwambia. Ramsey na Lydia walifanya. Mimi namaanisha kwamba walivunja ile amri ya 6 iliyokatazwa kwenye Biblia. Ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa Lydia kufanya tendo la ndoa. Kila alichokutana nacho nadhani anakifahamu mwenyewe. Ila nahisi pombe zilikatika ghafla. Usiku mmoja ulitosha kubadilisha taswira nzima ya penzi la Ramsey na Lydia. Usiku ule ulitosha kumwaminisha Ramsey kwamba Lydia wake sio Lydia aliyemuona kwenye ile video chafu, maana Lydia wake alimfungua mwenyewe kwenye packet na alimkuta akiwa mbichi kabisa. Yaani hakuwahi kuguswa na mwanaume yote ule. Fikra mpya za kuhisi kuna watu waliamua kuhariri, yani kuedit ile video, ziliingia kichwani kwa Ramsey baada ya kuamini kwamba Lydia hakuhusika kabisa kwenye ile video.
Lakini Ramsey alimtaka Lydia waachane na swala la kutafuta wahusika wa lile tukio na waendelee kufanya mambo ya msingi, kwa kuwa maadui zao wa siku zote walishafahamu na walijua kwamba wao ndo wamehusika kwenye ule mpango. Basi Ramsey na Lydia walijipanga upya kwa ajili ya kurudisha akili zao darasani, huku wakikubaliana kuziba masikio na kufumba macho dhidi ya maneno na vitendo vya walimwengu. Uzuri ni kwamba wao walikuja kivingine kabisa. Hawakutaka kujibizana na watu waliokuwa wanawaponda. Walichokifanya wao ni kuongeza mahaba tu kwenye penzi lao ili kuzidi kuwakera. Wataalamu wa mambo ya tanga hawakuwa na maneno mengi. Wao walitumia vitendo tu kuwakata vilimilimi. Ule mpango uliotengenezwa na Chris, Dicky pamoja na Paula uliweza kufeli kwa 100% baada ya kushindwa kuwatenganisha wapenda nao. Kitu alichokifanya kwa Lydia kilikuwa ni kama kumpiga teke chura kwa kuhisi unamkomoa, kumbe ndo unamwongezea mwendo. Huenda lisingetokea ile tukio, huenda Lydia asingekuwa na ratiba ya kumtunuku mtoto wa kiume, kitu adimu sana kwa wakati huo. Hasa kutokea kwa tukio hilo ndo limemfanya mtoto Lydia, yani limemfanya mrembo Lydia kuweza kumtunuku mwamba tunda la thamani. Kwa namna ambavyo penzi la Ramsey na Lydia lilivyokuwa limenawiri, basi lingekuwa ndo, yani kama lingekuwa ndo supu, tungesema kwamba Paula aliweka ndimu, Chris akaweka chumvi, alafu Dicky akaweka pilipili. Wao walikata network wakidhani kwamba wanawakomoa. Sasa wenzao wakawasha VPN. Sasa fikiria ile speed ya VPN kwenye internet ilivyokuwa tamu. Penzini alipokuwa Ramsey, Lydia yupo, na alipokuwa Lydia, usimuulizie Ramsey kama hujamuona. Wewe subiri tu kwa dakika moja utamuona Ramsey anatokea. Kiufupi, Ramsey alimpenda sana Lydia na pia Lydia alimpenda sana Ramsey. Maisha ya Ramsey hayakuwa chochote bila Lydia, na pia maisha ya Lydia yalikuwa ni jawabu la 1 kutoa 1 ni sasa na 0. Bila uwepo wa Ramsey, it is nothing. Ramsey na Lydia walipendana kila dakika. Sasa Chris, Paula na Dicky walijiona wajinga sana baada ya sumu waliotengeneza kugeuka asali kwa Ramsey na Lydia. Wangefanya nini tena wakati kila walivyokuwa wanatengeneza mikakati ya kusambaratisha penzi la wapenda nao ndio ilivyozidi kuwafungulia wenzao njia ya kuboresha zaidi penzi lao. Sasa Chris akasema kwamba Paula, mimi nafikiri kwa sasa tuachane tu na hili swala kwanza ili tujiandae na mitihani ya kumaliza chuo. Paula akasema, Chris, hivi uone kama hawa watu watazidi kututesa hapa duniani, Kwa nini tusisome huku tukiwa tunatekeleza jambo letu kimya? Wewe hujui kama wanaweza kupeana mimba tukiendelea kuangalia kama picha? Chris akasema, sikiliza Paula, kwa sasa tunatakiwa tutulize akili ili tuandae kombora la mwisho la kuharibu kila kitu. Mimi nafikiri hata tukiwa kitaani baada ya kumaliza chuo ndio itapendeza zaidi kwa vuruga. Ukiforce sasa hivi basi utakurupuka, alafu awamu hii ndio tutawafungulia njia ya kufunga ndoa kabisani. Si unajua wale jamaa wanavyotumia changamoto tunazowapa kwa fursa za maendeleo ya penzi lao. Paula akasema, sawa Chris, nimekuelewa. Na mpenzi kati ya Ramsey na Lydia halikuwa tena siri mbele ya Rosemary ambaye ndiye mama yake mzazi na Ramsey. Kwa hakika Ramsey alinogewa mpaka akajikuta anamtambulisha Lydia kwa mama yake mzazi kama mke mtarajiwa. Japo Rosemary alikuwaga hapendi mwanae ajiingize kwenye mahusiano ya kimapenzi, ila utambulisho wa Lydia kama mkwe wake mtarajiwa ulimfurahisha sana. Kwa namna moja ama nyingine alifahamu kwamba kama riziki mafungu 7 basi mwanae alikuwa amelifikia tayari lile fungu la 7. Hivyo hakuona sababu ya kuweka vikwazo kwenye penzi la vijana wake. Rosemary alijua kwamba Lydia ni mwanamke sahihi sana kwa mwanae, na kwa kuwa waliamua kupendana wenyewe basi akaona ni bora wabariki ili waweze kushinda vishawishi na kufika kule kwenye nchi ya ahadi ambako wapenda nao walitamani kuishi kwa siku zijazo. Ahadi zilikuwa ni nyingi sana kwa wapenda nao, nyingi tu, na imani yao ilikuwa moja siku zote. Walifurahi kuona upande wa kwanza wa wazazi ulisharidhia penzi lao. Kilichokuwa kimebakia ni Lydia kumfikisha Ramsey mbele ya macho ya mama yake mzazi. Basi Lydia akasema kwamba dia, Jumapili ijayo ndio siku nzuri ya kwenda kukutambulisha kwa mama kujue. Hebu acha basi papara mama, mimi nishakwambia tusubiri umalize chuo kwanza alafu mengine ndio atafuata. No, Instagram. Yaani sitaki kabisa kusikia hiyo kauli. Au unipendi ndio maana unataka mamangu akujue? Sio kama sikupendi, ila nataka umalize chuo kwanza.
ili hata ukinitambulisha kwa mama yako kusiwe na kipingamizi chochote. Sikia dia, mimi ni mtu mzima sasa. Hata mama nalijua ile, japo alikuwa ananizuia kujiingiza kwenye mahusiano. Lengo lake lilikuwa ni lengo jema tu, kutaka nimalize masomo kwanza. Nafikiri mwezi ujao namaliza, hivyo hakuna sababu itakaonizuia kukupeleka kwa mama. Sababu ipo Lydia. Wewe ushasema nia yake ni wewe umalize masomo kwanza. Hivyo bado hujamaliza masomo. Sasa jamani, si mwezi ujao ndo namaliza. Ndio maana nakwambia bado hujamaliza. Sawa baba, umeshinda. Ila nimepata wazo jipya. Nataka nikakutanisha na mama siku ya mahafali yangu. Na isitapendeza zaidi. Hapo kidogo umewaza jambo lenye kufikirika. Eti kidogo. Yaani siku hizi hata unipi sifa zangu hata nikifanya vizuri. Hapo sasa unanisingizia. Mbona kitandani huwa nakusifiaga mama? Nilijua tu utasema hivyo. Kwanza ngoja mimi nilale zangu. Ulale zako ama tulale zetu? Msogee kutulale bwana. Msogee vipi bwana? Wewe ulisema leo unakuja kulala tu na hatutagusana hata nywele. Hebu niache bwana, mimi nilale, sitaki uchokozi wako. Hatugusani hata nywele? Hizo sheria zimepitishwa na bunge la nchi gani? Lini? Wewe ulisikia wapi? Uliona wapi? Hebu kuja hapa. Hayo yalikuwa ni maongezi kati ya Ramsey na Lydia, ambao kwa wakati ule walikuwa wamelala katika chumba na kitanda cha Lydia. Ilishakuwa kawaida kwao kufanya hivyo. Katika maongezi yao walikubaliana kwamba siku ya mahafali ya Lydia, basi Ramsey angekutanishwa na mama mkwe wake mtarajiwa. Pia Lydia alimsisitiza Ramsey kuwa inabidi awe katika unadhifu wake wa siku zote, kuanzia kimavazi, kiakili na kitabia, kwa siku atakokutana na mama mkwe wake. Shughuli ya mahafali ilikuwa inatarajiwa kufanyika ndani ya miezi 2 ijayo. Basi siku zilisonga, wanafunzi wa vyuo waliingia kwenye kile kipindi kigumu cha kuwa busy kwa ajili ya kujiandaa na mitihani ya mwisho ya kumaliza mwaka wa masomo. Na kipindi cha mitihani kilifika na hatimaye mitihani ilianza kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ndani ya wiki 2 mitihani ilimalizika na baadhi ya wanafunzi walienda field, wengine walirudi nyumbani kwa ajili ya mapumziko, na wale waliokuwa mwaka wa mwisho walirudi kwao kwa ajili ya kujiandaa na mahafali. Kwa kuwa siku azikuganda, ile tarehe ya mahafali iliwadia. Wahitimu na wazazi waliwasili eneo la tukio katika muda maalum uliokuwa umepangwa. Pia ndugu na marafiki wengine walihudhuria kwa ajili ya kuwapokea vipenzi vyao waliokuwa wanahitimu. Ratiba ilianza kutumika kama ilivyopangiliwa. Alianza kunguruma mgeni rasmi wa shughuli ile, kisha matukio mengine yalifuata kama vile kukabidhi vyeti kwa wahitimu, kupiga picha za pamoja, kutoa zawadi na mengineyo. Wakati matukio yote yakiendelea pale chuoni, Ramsey hakuwepo kwa wakati ule, maana alipata dharura iliyomtaka aende kwa Evadia. Japo mama mzazi wa Lydia alikuwepo kwenye mahafali kwa ajili ya Lydia, lakini Lydia hakuonekana kuwa na furaha sana baada ya kushindwa kumwona Ramsey wake eneo la tukio wakati hayakuwa makubaliano yao. Lydia alitoa simu yake kisha akampigia Ramsey. Ramsey alipokea simu chap. Hasa Lydia akasema kwamba Ramsey, mbona umenisaliti hivyo mpenzi wangu? Kitu gani yani kimekuzuia usije kwenye shule yangu? Au hujataka kukutana na mama yangu? No, sio hivyo Lydia. Nilipata dharura kidogo, ila nachukua bodaboda sasa hivi na nitakuja hapo, na pia zawadi zako ninazo. Kwani upo wapi? Mbona nasikia sauti ya mtoto mchanga analia hapo ulipo? Usijali, ngoja nikija nitakueleza vizuri. Okay, fanya basi haraka. Mimi nakusubiri na hata mama naye anakusubiri, maana nilimwambia kwamba kuna mtu anatakiwa uonane naye leo. Okay, sawa, nakuja sasa hivi tu. Basi simu ilikatwa, lakini Lydia alihisi kitu japo hakukielewa. Kuna sauti ya mtoto mchanga ilisikika pembeni ya Ramsey, na pia kuna mama alikuwa anambembeleza mtoto kwa maneno fulani hivi yaliyoashiria kama baba wa mtoto ni Ramsey ambaye alikuwa pale. Lakini Lydia akaamua kupotezea hayo mawazo, maana alijua kwamba Ramsey hana mtoto. Hazikupita dakika 10, Ramsey aliweza kuwasili kwenye eneo la sherehe ya mahafali. Kwa kuwa sasa alishaambiwa sehemu ya kukutana na Lydia pamoja na mama mkwe wake, hivyo aliamua kupiga hatua mpaka sehemu husika huku akiwa na vizawadi vyake mkononi. Kijasho chembamba kilimtoka mtaalamu, maana kukutanishwa na mama mkwe kwa mara ya kwanza sio mchezo. Basi bwana, hatimaye wakakutana. Ilikuwa ni mtu tatu ndani ya truck moja, ni uso kwa uso kati ya Ramsey, Lydia na mama Lydia. Sasa yule mwanamke akasema, ni wewe tena? Mama Lydia hakuamini baada ya kuiona sura ya Ramsey. Ramsey pia hakuamini baada ya kuiona sura ya mama Lydia. Lydia naye hakuamini baada ya kuona Ramsey na mama yake kuwa ni watu wanaofahamiana.
Walikutana wapi hao watu? Wanafahamiana kivipi yani? Kwa uzuri ama kwa ubaya? Basi Ramsey akasema yes, ni mimi mama. Mama akasema kwamba sikuwahi kudhania kama tungeweza kukutana kwa mara nyingine. Nilishakwambia mama, milima tu ndo haiwezi kukutana, japo jiografia inatuambia kwamba milima ilishawahi kukutana, ila sisi binadamu tunakutana, maana ni moja ya sifa tulizonazo viumbe hai, ikiwa ni pamoja na kujongea kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Hivyo ni rahisi kwetu kukutana kwa mara nyingine. Jamani, mbona sielewi? Yaani kumbe mama na Ramsey mnafahamiana? Lydia mwanangu, nadhani unakumbuka ile siku niliyokusimuliaga kwamba nilidondosha mkoba wangu wakati natoka benki, ila akatokea kijana wa ajabu akaokota na kunirudishia. Basi yule kijana ndio huyo unayemuona mbele yako. Inawezekanaje? Yaani kijana uliokuwa unamsifia siku zote kumbe ni mtu ninayecheza naye kila siku. Asema usingenitajia tu jina lake, mimi ningekuwa nimekuletea huyo mtu tangu siku nyingi tu. Tatizo huyo kijana hakuniambia jina lake. Nisamehe sana mama kwa kushindwa kukutajia jina langu, ila nilikuwa na sababu zangu za msingi kufanya vile. Nafikiri nilikwambia kwamba siku tukikutana basi nitakwambia jina langu. Hatimaye ile siku ndo leo mama. Mimi naitwa Ramsey Innocent, ni rafiki wa karibu sana na mwanao Lydia. Ama kweli kila kitu tokea kwa sababu zake. Mimi sijui niseme neno gani lenye ujazo mkubwa wa shukrani zangu kwako, lakini asante sana mwanangu. Usijali mama, usijali. Nafikiri lile lilishapita na ulishanishukuru tayari mamangu. Kwa hiyo ukinishukuru sana utamkufuru Mungu, maana yeye ndo anastahili kushukuriwa. Mama, Ramsey hakuanzia kwako tu kutenda jambo lenye kushangaza. Wapo wengi tu waliotendewa mema na Ramsey. Kuna vitu ni vigumu sana kufanywa na binadamu wa kawaida, ila Ramsey huwa anavifanya. Kwa namshukuru sana Mungu amenipa Ramsey katika maisha yangu. Nadhani nimebahatika sana kumpata huyo mtu ambaye anatakiwa na watu wengi. Mama, naomba mimi nichukue fursa hii kwenye siku hii muhimu nikutambulishe mko wako mtarajiwa mama. I'm sorry sana kama nitakuwa nimekukosea na kukuudhi. Mimi na Ramsey tunapendana sana. Ni matumaini yetu utatubariki wanao ili tufanikishe safari yetu ya kuelekea nchi ya ahadi. Lydia mwanangu, unamaanisha kwamba Ramsey ndio mchumba wako na ndo atakuwa mume wako? Nipo hivyo mamangu, Ramsey ndio chaguo la moyo wangu. Mimi si lolote wala si chochote bila Ramsey. Nampenda sana Ramsey. Tafadhali mama, naomba umpokee Ramsey kwa mikono miwili. Lakini mwanangu, unajua baba yako Okay, tuachane na hayo. Mimi nimeelewa vizuri sana vijana wangu, ila kwa siku ya leo haipendezi kuongelea hayo maswala. Nafikiri baadaye tukiwa nyumbani tutazungumzia vizuri hiyo mada. Kwa sasa tuendelee tu na shughuli ya mahafali. Hayo yalikuwa ni majibu ya mamake Lydia baada ya kupewa utambulisho wa Ramsey. Japo mama alionekana kulipokea vizuri lile swala la vijana wake kupendana, lakini kuna neno alitaka kulitamka ila akasita kuongea. Ramsey na Lydia walishaelewa kwamba kuna kitu hakipo sawa, japo mama alionekana kulipokea jambo lile pasipo migogoro. Yote kwa yote wakaamua kupotezea na kufuata kile kilichozungumzwa na mama. Asa Ramsey na Lydia pamoja na mama Lydia walitumia siku ile kuwa pamoja katika mazingira ya chuo ambapo shughuli nzima ya mahafali ilifanyika. Japo Mr. David ambaye ni baba yake Lydia hakuwepo eneo la tukio, lakini alijumuika na familia yake kwa njia mtandao, ambapo alipiga simu kwa njia video katika mtandao wa WhatsApp. Hivyo aliweza kushuhudia kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Japo alikuwa katika jiji la New York City nchini Marekani, lakini Mr. David alipata nafasi ya kufurahi na mwanae pamoja na mzazi mwenzake waliokuwa nchini Tanzania. Ilipofika jioni, Ramsey yeye alirudi nyumbani kwao na pia Lydia na mama yake wakaenda nyumbani kwao mara baada ya shughuli nzima za mahafali kumalizika. Sasa majira ya jioni, Lydia na mama yake walifanikiwa kufika salama nyumbani kwao wakitokea katika sherehe ya mahafali. Lydia alionekana kuchoka sana kutokana na mikiki iliyotokea nyakati za asubuhi mpaka mchana katika shughuli ya mahafali. Hivyo baada ya kufika kwao alihitaji kwenda bafuni kuoga kisha akapumzike kitandani vya kutosha. Lakini sasa mama yake Lydia alionekana kuwa na jambo ambalo alitaka kuzungumza na binti yake kabla binti yake hajafanya shughuli yoyote ile. Lydia, nakuomba mara moja tuongee mwanangu. Nakusikiliza mama. Unajua ndo mwanangu wa pekee kwenye hii dunia. Furaha yako ndo sababu ya mimi kuendelea kuishi mpaka sasa. Natumaini leo una furaha sana mwanangu. Hongera sana kwa kutimiza ndoto yako ya kuhitimu shahada ya kwanza ya chuo kikuu. Na pia umeweza kutimiza ile ahadi yako uliyotuahidi mimi pamoja na baba yako. Nadhani umejionea mwenyewe namna baba yako alivyofurahi ule muda wa mchana. Nafikiri majukumu ya kazi ndio amemkwamisha tu ashinde kujumuika na sisi siku ya leo.
ila nashukuru sana hakuna kilichoharibika. Ni kweli mama, hakuna kilichoharibika. Yote kwa yote nashukuru sana wazazi wangu kwa juhudi zote mlizofanya juu yangu. Sawa mwanangu, ila sasa naomba nikuulize kitu kimoja. Abe mama. Hivi unampenda kweli yule kijana na una uhakika kwamba yeye ndio chaguo la moyo wako? Mama, hilo swali hata ukiniuliza mara 1000 bado jibu lake litakuwa ndio, tena yenye herufi kubwa. Ramsey ndio chaguo la moyo wangu mama, na nampenda sana. Sawa, nimekuelewa mwanangu, lakini je, huyo Ramsey anakupenda kama unavyompenda wewe? Hapana mama, Ramsey hanipendi kama anavyompenda mimi. Upendo wake kwangu ni mkubwa kuliko upendo wangu kwake. Ukweli ni kwamba ananipenda, ananijali na kuniheshimu siku zote. Lydia mwanangu, kwa muda mchache niliyomfahamu Ramsey nimegundua kwamba yule kijana sio mtu bali ni binadamu. Ukweli ni kwamba una bahati sana kumpata mwanaume kama yule. Ni kweli mama. Ramsey ni kijana mwenye moyo wa kipekee sana. Siku zote najivunia kuwa naye. Natumaini nitaolewa naye na tunahitaji baraka zenu wazazi. Mimi nafikiri swala la wewe na Ramsey kuoana linaweza kuwa na ugumu sana. Kwa nini mama? Lydia, tatizo kubwa ni baba yako. Huyo ndio kikwazo kikubwa katika jambo hili. Sasa mama, kwa nini baba awe kizuizi cha mimi kuolewa? Lydia, baba yako ameshakutafutia mchumba tayari. Na hivi ninavyokuambia, huyo mchumba yupo masomoni Marekani na mwakani anamaliza shahada yake ya kwanza ya chuo kikuu. Baada ya hapo zitafuata taratibu za harusi yenu. Nini? Mama, sijasikia vizuri ama nimetafutiwa nani? Nasema hivi, baba yako amekutafutia kijana ambaye atakuoa mara baada ya kuhitimu masomo yenu. Lengo lake ni kumuona mwanae anaenda kujenga familia na kijana bora, tena na sahihi kutoka kwenye familia rafiki yake. Pia anahitaji olewe kwenye familia yenye status nzuri kiuchumi. Mama, sitakuamini kwamba umeridhia hilo swala la baba. Hivi masuala ya wazazi kuwachagulia watoto wao wapenzi kumbe bado lipo mpaka sasa? No, ili swala likubaliki mamangu. Hakuna sababu msingi ya mimi kuchaguliwa mume wa kunioa. Mama, Ramsey ndo maisha yangu. Mimi siwezi kuolewa na mtu yoyote kwenye hii dunia zaidi ya Ramsey. Nampenda sana Ramsey wangu. Lydia mwanangu, nafikiri kwa sasa umekuwa na ukiwa kama mwanamke katika jamii, basi una uhuru wa kufanya maamuzi yako. Katika jambo hili mimi kama mama yako nipo tayari kukuacha huru na yule kijana, kwani najua mwanangu utakuwa kwenye mikono salama kabisa. Ila sasa vita kubwa itakuwa kati ya wewe na baba yako, ambaye hawezi kukubali uolewe na Ramsey. Yeye anataka uolewe na mtoto wa rafiki yake. Mama, mimi nipo tayari kwa vita na mtu yote yule, mbali tu mimi nibaki na Ramsey wangu. Siogopi vita yote ile, kwani hakuna uhuru unaopatikana kwenye sahani ya dhahabu mama. Jasho na damu lazima vihusike. Mwanangu, najua mtapitia kipindi kigumu, maana yule baba yako naye ni mtata na unafahamu akili zake hazimtoshelezi. Lakini kama wewe na mwenzako mkiamua kushikamana kweli, basi hii vita itakuwa nyepesi kwenu. Naam, hatimaye siku, wiki na miezi ilisonga mbele. Ramsey aliendelea na masomo kama kawaida huku akivuta subra kumaliza mwaka wa mwisho. Maisha ya Ramsey bila Lydia pale chuoni hayakumfanya awe msaliti wa mapenzi kwa Lydia. Ramsey alijiweka mbali na wanawake ambao walidhani wangeziba nafasi ya Lydia. Ustawi uliendelea kama kawaida. Mawasiliano kati ya Lydia na Ramsey yaliendelea kama kawaida. Chris naye hakuacha kumsumbua Lydia. Paula hakukoma kumfuatilia Ramsey, hasa siku za Jumamosi na Jumapili ambazo hazikuwa siku za masomo. Paula alienda mara kwa mara kula alipokuwa anaishi Ramsey, lakini hakufanikiwa kupata kila alichokuwa anakitaka. Lakini pia upande wa bibi Lydia, yeye hakuwa na muda wa kuteseka kwa ajili ya mapenzi, kwani alishajihakishia nafasi kwa Ramsey. Lakini pia mara baada ya kumaliza chuo hakukuwa na muda wa kusubiri serikali imwajiri wala kwenda kwenye ofisi za watu kuomba kazi. Yeye alipigiwa simu iliyomtaka aende katika moja ya kampuni ya Mr. Chaz kwa ajili ya kufanyia usaili ili aajiriwe rasmi. Ilikuwa ni bahati kubwa sana kwa Lydia, kwani ni vigumu sana kukuta mtu anahitimu elimu ya chuo na kupata ajira bila kusaga lami kwa zaidi ya miaka miwili. Hatimaye Lydia alipata kazi katika kampuni ya Mr. Chaz. Mpango mzima wa Lydia kupata kazi ulikuwa chini ya baba yake ambaye ni Mr. Davey pamoja na Mr. Chaz ambaye ni baba mzazi wa Jimmy. Lydia alifurahi sana kupata kazi, lakini hakujua huo ndio ulikuwa mtiririko wa mlolongo mzima wa matukio yalivyokuwa yanaendelea kadri siku zilizozidi kusonga mpaka mwisho wa mwaka. Ramsey pamoja na wanazengo wenzake walifanikiwa kuhitimu salama shahada zao za kwanza za chuo kikuu. Kilichokuwa kinafuata ni kuionyesha jamii na kuifundisha vile walivyojifunza.
Lakini pia mpangilio wa makazi kwa baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam ulibadilika kweli kweli. Hii ilitokana na sera ya serikali ya bomoa ambayo iliundwa kwa ajili ya kubomoa nyumba zote zilizokuwa zimejengwa katika maeneo yanayotakiwa kupisha barabara. Nyumba nyingi zilibomolewa na wahanga walilipwa fidia za kwenda kutafuta makazi mapya. Nyumba mamake Ramsey ilikuwa miongoni mwa nyumba zilizobomolewa. Lakini pia hata baadhi ya marafiki wa Ramsey akiwemo Kavinza na Abdi walikuwa wahanga wa lile tukio. Sasa Ramsey na mama yake wakahamia Mbagala. Familia ya Kavinza ikahamia Temeke. Abdi na ndugu zake wakahamia Kigamboni. Lakini pia Vadia alihamisha makazi yake kutoka Ubungo na kwenda Mbagala kwa ajili ya kuondoa umbali kati yake na Ramsey. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Yaani ni mwendo wa zigzag tu. Mwaka mmoja ulikatika tangu Ramsey ahitimu masomo yake ya chuo kikuu. Sasa katika kipindi chote Ramsey na wenzake walikuwa mtaani wakiwa hawaelewi chochote kuhusu ajira. Ajira nyingi zilikuwa zinatolewa kwa wenye connection tu na undugunization. Kwa kipindi ambacho Ramsey alikuwa anasubiri michongo serikalini, aliamua kumsaidia mama yake kuuza vipodozi mbalimbali katika duka lao. Lakini pia kuna mashindano ya mpira wa miguu katika viwanja vya Mchangani maarufu kama Ndondo Cup yalianzishwa katika jiji la Dar. Kwa wakati huo Kavinza alikuwa amejikita zaidi kwenye soka la Mchangani huku akikipiga katika timu ya Kauzu FC iliyopo Tandika Temeke. Kuanza kwa mashindano kulimfanya Kavinza awashauri viongozi wa timu yake msajili Ramsey kutokana na uwezo wake mkubwa wa kusakata kabumbu. Mwanzo kabisa Ramsey alikataa kushiriki mashindano hayo. Lakini alipowekewa donge nono mezani, aliamua kukubali kwani mpaka kufikia wakati huo bado alikuwa anatoa huduma za mavazi, malazi na chakula kwa Evadia. Sasa nguvu za kukataa pesa angetoa wapi wakati hakuwa na ajira na angemlisha nini Evadia na mwanae? Katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere, yani uwanja wa kimataifa wa ndege, jamaa na marafiki waliokwenda katika uwanja wa ndege wa kimataifa kwa ajili ya kuwapokea ndugu na jamaa zao waliokuwa wanawasili nchini wakitokea nje ya mipaka ya Tanzania walionekana, na ilionekana ndege kubwa yenye bendera ya taifa iliyoandikwa Air Tanzania ikitua katika ardhi ya nyumbani. Punde si punde ndege ilitulia, kisha mlango ukafunguliwa. Macho ya ndugu na marafiki yalikuwa katika mlango wa ndege. Taratibu kabisa abiria walianza kuteremka mmoja baada ya mwingine. Bwana ilikuwa ni miujiza aina yake baada ya kuonekana kwa sura ya mtaalamu ambaye alitoweka nchini kwa takriban miaka 4 na hatimaye amerejea tena. Sasa si mwingine ni Jimmy. Tangu aiache ardhi ya Tanzania, hatimaye amerejea nchini kwa mara nyingine. Shauku kubwa ya Jimmy ilikuwa ni kuonana na watu wapendao. Familia nzima ya Mr. Charles ilikwenda airport kwa ajili ya mapokezi ya kijana wao aliyekuwa masomoni. Jimmy alipokelewa na wazazi wake kwa furaha kwani yeye ndo alikuwa mtoto wa pekee katika familia ile. Sasa baada ya muda mchache kupita, hatimaye walifika mjingoni kwa Mr. Charles. Ile kufika tu, Jimmy hakuamini macho yake baada ya kukuta ameandaliwa bonge moja la party. Jimmy alipigwa na butwaa baada ya kukaribishwa na surprise ya aina yake. Kwani ndani ya nyumba ya Mr. Charles kulikuwa na watu waliovaa suti za gharama na ziliwapendeza kweli kweli. Watu wale walikuwa ni wafanyakazi wa kampuni ya Mr. Charles pamoja na baadhi ya wafanyakazi wenzake. Alijionea kila aina ya warembo waliovaa na kupendeza. Yaani lilikuwa ni bonge moja la sherehe ya mapokezi ya mtoto wa tajiri aliyekuwa nje ya nchi kimasomo. Mama mzazi wa Jimmy alimtaka mwanae aende akaoge chapchapu kisha akavae suti maalum zilizokuwa zimeandaliwa kwa ajili yake kwenye ile siku. Sasa Jimmy alifanya kama alivyoambiwa, na mara baada ya kumaliza zoezi hilo alisogea mpaka mahali ambapo party ilikuwa inafanyika. Basi taarifa ilitoka ya kwamba, ladies and gentlemen, kwanza kabisa nitoe shukrani zangu za dhati kwenu kwa kuitikia wito wangu. Najua nimewatoa kwenye majukumu yenu ya kazi na mkakubali kunikopesha muda wenu. Nadhani hakuna yeyote anayefahamu sababu kubwa sisi kukusanyika hapa muda huu. Hivyo basi naomba nichukue fursa hii kuambia lengo kubwa la hii party yetu. Basi Mr. Charles na mkewe walisogea mpaka kwenye jukwaa kuu ambapo kulikuwa na kitu kama ubao hivi ambao ulifunikwa kwa kitambaa cheupe. Muda wote Jimmy na wageni waalikwa walikuwa wanaendelea kutazama mchezo ulivyokuwa unaendelea, huku akitamani kujua lengo kuu la wao kuwa pale. Sasa baada ya Mr. Charles na mke wake kufikia ule ubao ambao ulikuwa kwenye kijukwaa,
walishika kile kitambaa kilichotumika kufunika ule ubao, kisha wakakifunua kwa kukirusha angani. Maandishi yaliyosomeka kwenye huo ubao yaliandikwa ya kwamba welcome son, welcome Mr. Charles Jr, the new CEO of Charles Enterprises Company. Msikilizaji, maneno haya yalikuwa mahususi kwa ajili ya kumkaribisha Jimmy kama mtoto wa familia. Mpaka kufikia muda ule, kila mtu alishaelewa lengo kuu la ile party. Basi Mr. Charles aliongea akasema ya kwamba mabibi na mabwana, nafikiri wengi mlikuwa mnajua kwamba hapa kuna party, lakini hamkujua hiyo party inahusiana na nini. Nafikiri mpaka kufikia sasa mshaelewa dhima kuu ya hii party. Marafiki zangu, najua wengi wenu mnafahamu kwamba Mr. Charles na mtoto wa kiume ambaye anaitwa Jimmy, lakini hamjawahi kumuona huyo Jimmy. Sasa basi huyu aliyekuwa mbele yenu ndo Jimmy Charles. Ni mwanangu wa pekee kwenye huu ulimwengu. Miaka 4 iliyopita alikuwa nje ya nchi kimasomo na hatimaye leo amerejea tena nyumbani akiwa na shahada ya uendeshaji wa kampuni na biashara. Okay, sasa wafanyakazi wote wa kampuni ya Charles, naomba ni watambulishe mkurugenzi mtendaji, yani mkurugenzi mtendaji wenu mpya wa kampuni kuanzia leo na kuendelea. Mr. Jimmy ndo atakuwa bosi wenu mpya. Hivyo shughuli zote za kiutendaji zitasimamiwa na yeye. Kwa sasa mimi ni mzee, nahitaji kupumzika, hivyo nakabidhi kiti kwa mwanangu kipenzi. Natumaini mtampatia ushirikiano bosi wenu kwa maendeleo ya kampuni yetu. Basi shangwe zikawa nyingi ndani ya mjengo baada ya utambulisho wa Jimmy. Wafanyakazi walionekana kumpenda sana bosi wao mpya ambaye alikuwa kijana mbichi kabisa. Kilichofurahisha zaidi ni kwamba zile shikamoo hazikuwepo kwa bosi wao, na pia wafanyakazi wa kike walivutiwa na Jimmy, maana alikuwa handsome kweli kweli. Alafu sasa ni size yao kiumri. Patamu hapo. Sasa Charles akasema kwamba okay, bado sijamaliza kuongea jamani, kuna uteuzi mwingine nimeufanya katika nafasi za uongozi. Nafikiri wote tunafahamu ufanisi mkubwa wa Madam Lydia katika kazi zake tangu alipojiunga na kampuni yetu. Siku zote amekuwa ni mtu wa kwanza kufika ofisini na wa mwisho kuondoka. Madam Lydia amekuwa mfanyakazi anayejituma na kuchapa kazi kwa weledi mkubwa sana kuliko mtu yote ule. Jamani, uongo ama kweli? Basi wafanyakazi wakaitikia kweli. Charles akaendelea kusema kwamba okay, kutokana na juhudi zilizoonyeshwa na Madam Lydia, bodi ya kurugenzi ilikaa na hatimaye ikafikia maamuzi ya kumpandisha cheo Madam Lydia. Kwa hiyo basi kuanzia leo Madam Lydia ndio atakuwa mkurugenzi mtendaji msaidizi katika kampuni ya Charles nyuma ya Mr. Jimmy. Sasa hii ina maana kwamba Lydia ndio atakuwa msaidizi wa Mr. Jimmy. Kama Jimmy atakosekana, basi shughuli zote za kiutendaji za kampuni zitakuwa chini ya Madam Lydia. Basi ndani ya ukumbi watu wote walishangilia, maana wengi wao walikuwa wanampenda sana Lydia. Waliishi naye vizuri katika kampuni. Lydia mwenyewe hakuamini kama angeweza kupata nafasi ya dhahabu kama ile. Lydia aliitwa mbele ili kusudi wamuone na watu wote walioko ndani ya ukumbi. Sasa mara baada ya Lydia kusogea mbele, Jimmy alidata ghafla baada ya kukutana na sura nzuri ya mtoto wa Kiafrika aliyeumbwa na akaumbika. Lakini sasa licha ya kupagawishwa na uzuri wa Lydia, kuna kitu Jimmy alihisi baada ya kumtazama Lydia. Kuna kumbukumbu ilikuwa inamjia Jimmy ya kwamba alishawahi kumwona Lydia sehemu fulani, ila akawa hakumbuki ilikuwa wapi, lini na ilikuwa ni nchi gani. Lakini hata Lydia tangu mwanzo alipomwona Jimmy, alihisi kitu kama alichohisi Jimmy, lakini yeye hakuwa na kumbukumbu. Mwisho siku kila mtu akapotezea, maana waliamini kwamba labda wanafananishana tu. Hasa Lydia alisimama mbele ya wafanyakazi wenzake, kisha akatoa shukrani kwa waliompandisha cheo na bila kusahau wafanyakazi wenzake ambao wanampaga support kwenye utendaji wa kazi. Pia Lydia alimkaribisha bosi wake mpya na kuahidi kwamba atampatia ushirikiano wa hali ya juu. Sasa upande wa Jimmy naye akatoa shukrani kwa baba yake kwa kumpa nafasi adhimu, na pia akawashukuru wafanyakazi wa kampuni yao kwa kumpokea kwa bashasha na upendo. Jimmy aliahidi kufanya kazi kwa weledi na kwa bidii zote. Basi sherehe iliendelea na watu walikula na kunywa na mpaka ikafikia tamati. Usiku ulifika, sherehe ilimalizika salama kabisa. Wageni walikuwa waliondoka, nyumba ikabaki na wenyeji tu. Basi Jimmy aliweza kuwashukuru wazazi wake akisema kwamba wazazi wangu, kuna sehemu nataka kwenda muda huu, kwa hiyo asanteni sana kwa yote mliowafanya kwa siku ya leo.
ila nataka nitoke kidogo, sitachelewa sana kurudi. Sasa Jimmy akasema kwamba wewe Jimmy, sasa hivi ni usiku, nataka kwenda wapi Alafu ukumbuke kwamba umetoka safarini, hivyo ni bora ukapumzika kwanza, alafu kesho ndio uende huko unapotaka kwenda. Jimmy akasema mama, wala mimi sifiki mbali, natoka tu hapo nje ya geti, natazama mandhari, maana naona mazingira yamebadilika sana. Basi mama akasema kwamba sawa, ila usije ukaenda kwa jirani hapo, maana yule mwanamke alishaolewa tayari na hivi sasa na mtoto. Jimmy akasema nini? Mama, yani unamaanisha kwamba ni hapana, sio kweli. Hebu niambie mama, ni mwanamke gani aliyeolewa na hivi na kwa hivyo yani unavyozungumza hivi sasa na mtoto? Mama, mimi naomba niambie vizuri, ni nani huyo? Basi mama alicheka akasema, huyo aliyekuwa anajifanya anakupenda. Kumbe ulikuwa huna mawasiliano naye? Basi ndio hivyo sasa, ameolewa na hivi sasa na mtoto. Hapo mbaya zaidi ni kwamba rafiki yako uliyekuwa unamwamini sana ndio baba wa mtoto. Jimmy akasema, rafiki yangu mama? Mama, sitaki kuniambia kwamba ni Ramsey ndio mume wa Evadia? Hapana mama, hapana. Mama akasema, huo ndio kweli mwanangu. Hebu msahau huyo msaliti. Sisi wazazi wako tumekutafutia mwanamke anayejitambua na mwenye sifa zinazoendana na familia yetu. Huyo mwanamke ndio itabidi umuoe ili ulinde heshima yako kwenye kampuni ya baba yako. Jimmy mwanangu, itabidi umuoe mtoto wa anko wako David uliokuwa unaishi naye Marekani. Sisi wazazi tumekubaliana hivyo. Jimmy alicheka akasema kwamba kumbe hilo ndo lengo lenu, ndo maana mnaamua kusema Evadia ameolewa na Ramsey, si ndio? Sasa mimi nasema hivi, siwezi kumwoa huyo mwanamke mlienichagulia. Najua Evadia hajaolewa wala hana mtoto. Kesho nitaenda kuonana naye live ili nithibitishe hizo kauli zenu. Mama akasema okay, nafikiri kesho utapata majibu sahihi. Ila naomba usihuzunike sana mwanangu. Maana mwanamke tuliyekutafutia ni mzuri kuliko hata huyo msaliti. Alafu na ni msomi pia. Jimmy akasema mama, kila mtu ni mzuri kwa nafsi yake. Kwangu mimi Evadia ni zaidi ya uzuri na pia ni msomi. Basi story zilishia hapo. Sasa siku iliyofuatia Jimmy alienda kwenye ile nyumba ya wazazi wake Evadia, ambayo ilikuwa jirani tu na nyumbani kwao. Uzuri au ubaya ni kwamba alimkuta babake Evadia tu. Hakukuwa na Evadia wala mama Evadia. Sasa Jimmy alimsalimia mzee, lakini akakutana sura iliyokunjamana mithili ya mtu aliyetoka kuamka usingizini. Mzee akasema kwamba kijana, naomba uondoke nyumbani kwangu kabla sijakufanyia kitu kibaya sana. Mmekatisha masomo ya mwanangu kwa kumpa mimba. Mkaona haitoshi, mkaamua kumchukua na kukaa naye kama mke wenu. Naomba uondoke tu nyumbani kwangu kabla sijakufanya kitu kibaya. Mimi sihitaji kusikia kitu chochote kutoka kwako. Nendeni tu mkamlee mtoto wenu. Basi Jimmy alitaka kujitetea, lakini mzee hakutaka kumpatia nafasi. Maneno ya babake Evadia yalitosha kutoa taswira kwa Jimmy kwamba ni kweli Evadia alikuwa na mtoto na pia anaishi na mwanaume. Jimmy alijaribu kufananisha maneno ya mama yake na yale ya baba Evadia, kisha akapata picha halisi kwamba yaliyosemwa na mama yake yalikuwa na ukweli mtupu. Lakini utata ulikuja baada ya kuwaza kwamba Ramsey ndio mwanaume ambaye anaishi na Evadia kwa wakati ule na tayari walishazaa mtoto. Jimmy alijiona mjinga kwa kupambania maisha ya mwanamke na mwisho siku anakuja kusalitiwa. Alichokifanya ni kupanda kwenye gari kisha akaelekea Manzese ambako alimwacha Ramsey anaishi kwa miaka kadhaa iliyopita. Alipofika kwenye lile eneo ambalo kulikuwa na nyumba ya mama yake Ramsey, hakuikuta ile nyumba, badala yake kulikuwa na barabara tu. Ile bomoa ilishahamisha makazi ya Ramsey na mama yake. Sasa Jimmy alijaribu kuwaulizia majirani kuhusu makazi mapya ya Ramsey pamoja na mama yake. Alipewa jibu kwamba inasadikika walihamia Mbagara. Lakini licha ya kuambiwa hivyo, ila bado alikuwa na mtihani wa kuwapata, maana Mbagara ni kubwa na ina mitaa mingi sana. Sasa mtaalamu Jimmy alivuta pumzi kisha akapata wazo la kwenda kule Ubungo ambako Ramsey aliwahi kupanga chumba kipindi anasoma chuoni. Baada ya kufika alijitambulisha kwa mama mwenye nyumba kisha akamuuliza shida yake. Jibu ambalo Jimmy alipewa na mama mwenye nyumba lilimkatakata maini Jimmy, kwani aliambiwa kwamba Ramsey alikuwa anaishi kwenye kile chumba na mwanamke ambaye alikuwa ni mjamzito na alijifungua akiwa pale pale. Mwanamke huyo alifahamika kwa jina la Evadia, lakini pia baada ya Ramsey kumaliza chuo wakarudisha chumba kisha wakaondoka zao. Aisee, Jimmy alichoka. Alishindwa kuendelea kuuliza maswali mengine.
Mtaalamu alinyong'onyea mwili mzima. Mpaka kufikia hapo aliamini yale maneno ya mama yake kwa 99%. Taratibu kabisa mtaalamu akaanza kupiga hatua mpaka kwenye gari ambalo alitoka nalo nyumbani kwao. Alipanda kisha akakanyaga mafuta na kuondoka huku moyo wake ukisukuma maumivu badala ya damu. Baada ya mwendo wa saa moja, Jimmy alifika nyumbani kwao. Alimkuta babake sebuleni. Jimmy hakutaka story na mtu, hivyo akampita babake kama hamjui vile. Mzee alimuita mwanae akaambia njoo hapa. Jimmy aliona sio vizuri kukataa wito wa babake, hivyo akarudi mpaka pale alipokuwa amekaa babake. Baada ya Jimmy kumfikia mzee wake, mzee akatoa bahasha kisha akamkabidhi Jimmy. Jimmy alipokea bahasha kisha akaelekea nayo chumbani kwake, maana alikuwa amechoka sana kimwili na kiakili, hivyo akaona bora akaifungue chumbani akiwa kitandani. Baada ya kufika chumbani, mtaalamu akajitupa kitandani akiwa na ile bahasha mkononi. Mpaka kufikia muda huo, mtaalamu alikuwa haelewi chochote kile kutokana na msongo wa mawazo. Alijaribu kukumbuka matukio ya nyuma waliyofanya kati yake na Evadia na pia kati yake na Jimmy. Kuna kumbukumbu zilimjia za miaka kadhaa iliyopita ambapo alikumbuka siku moja Ramsey alishamwambia Jimmy kwamba Evadia anampenda sana Ramsey. Sasa baada ya kukumbuka tukio hilo, Jimmy akapata picha halisi kwamba yawezekana alikuwa anafuga fisi kwenye banda la mbuzi, maana Ramsey alikuwa anapendwa na Evadia tangu siku nyingi. Mawazo yalikuwa mengi sana kwa Jimmy, ila akakumbuka kwamba kuna bahasha mkononi kwake ambayo alikabidhiwa na babake. Baada ya kukumbuka hivyo, Jimmy alipata hisia zingine kwamba inawezekana ile bahasha imebeba mzigo mzito sana. Chapchap Jimmy alifungua ili kujionea kilichopo. Zilionekana picha mbalimbali zikimuonyesha Evadia akiwa na Ramsey, tena kwenye nyakati tofauti kuanzia kipindi cha ujauzito mpaka alipozaliwa mtoto. Picha nyingine ziliwaonyesha pia Evadia na Ramsey wakitimiza wajibu wao kwenye kumlea mtoto. Kwa haraka ilikuwa ni ngumu sana kuamini kwamba Ramsey hakuwa baba wa yule mtoto. Pale Jimmy akaona isiwe tabu, akaamua kuzimia kidogo. Saa 3 usiku Jimmy alizinduka baada ya kupoteza fahamu kutokana na picha mbalimbali za Evadia na Ramsey. Maumivu bado aliendelea kung'ang'ana kwenye moyo wa Jimmy, ukizingatia bado alikuwa amezikamata zile picha mkononi. Mtaalamu aliwaza na kuazua ni kitu gani hasa aliwakosea walimwengu mpaka wakaamua kumsaliti kiasi kile. Mpaka kufikia muda ule, Jimmy alishaamini kwamba Ramsey na Evadia ni wazazi wa mtoto mmoja, hivyo yeye hakuwa na chake tena. Yote kwa yote, Jimmy alipanga kuwatafuta ili ajionee mwenyewe kwa macho yake na pia awapongeze kwa hatua nzuri waliofikia. Sasa baada ya kuwaza hivyo, Jimmy aliamua kuvuta shuka na kulala usingizi kwa mara nyingine. Kwa hasira alizokuwa nazo, hakutaka kula kabisa. Takriban siku 3 Jimmy alizitumia kuwatafuta watuhumiwa wake, lakini hakufanikiwa kuwapata. Jimmy aliamua kuachana na hilo swala, huku akijipa matumaini kwamba ipo siku atawapata tu. Hasa tangu siku ile, mtaalamu akaamua kuhamishia akili yake kwenye kampuni ambayo alipewa mamlaka kuiongoza na baba yake. Japo kumbukumbu za Evadia zilimtesa, lakini mtaalamu alijitahidi. Ilikuwa ni siku ya kwanza kabisa kwa mtaalamu Jimmy kuripoti kwenye kampuni ya mzee wake. Sasa asubuhi na mapema Jimmy aliamka kisha akakamilisha maandalizi yote yaliyokuwa yanahitajika kabla ya kwenda ofisini. Sasa Jimmy alitoka chumbani kwake huku akiwa tayari kwa ajili ya kuondoka kuelekea ofisini. Lakini ile kutoka sebuleni alimsalimia babake kisha akamuaga kwamba anaenda kazini. Mzee alikubaliana na kijana wake kisha mtaalamu akaanza kupiga hatua kuondoka. Sauti ya Mr. Charles ilimuita Jimmy ikisema kwamba Jimmy, hebu rudi hapa mara moja. Baba alimwambia Jimmy ya kwamba fahamu kwamba nimekupa nafasi kubwa sana kwenye kampuni. Ingawa umesoma, lakini nafasi kama ile usingeweza kupata kwenye kampuni yoyote ile hapa duniani. Nimekuachia kiti mwanangu. Najua utakuwa na uchungu wa kuendesha mali zako mwenyewe. Ile kampuni ni yako kuanzia sasa. Hivyo tuliza akili ili mambo yaende vizuri kabisa. Kama ukiendelea kumwaza yule msaliti, basi kampuni utaipeleka kwenye makorongo. Lakini pia ili kampuni iwe bora, basi lazima upate mke mwenye mawazo chanya na uelewa mkubwa kuhusiana na uendeshaji wa kampuni. Jimmy akasema, sawa mzee, nimekuelewa, ila mimi sifikiri kuwa na mke kwa sasa. Mzee akasema, hapana, kuoa utaoa tu, maana sheria za kampuni zitakubana tu, kwani wafanyakazi wote wenye vyeo vikubwa lazima wawe na vyeti vya ndoa. Mwanangu, yani wewe kuoa ni lazima. Tena utake ustaki lazima utamuoa mtoto wa rafiki yangu Mr. D. Jimmy akasema kwamba mzee, hivi kwa nini mnaendekeza mila na desturi zilizopitwa na wakati? Au masuala ya wazazi kuwachagulia watoto wa chumba ni masuala ya kuwanyanyasa watoto. Mzee akasema, Jimmy, hakuna mzazi anayependa kumuona mwanae anapotea.
Siku zote wazazi wanafanya vitu kwa kutengeneza furaha za kudumu kwa watoto wao. Ngoja nikwambie kitu Jimmy. Zamani wazee wetu walikuwa wanawachagulia vijana wao wachumba wa kuwaoa na ndoa zilikuwa zinadumu milele. Ila siku hizi vijana wanachagua wenyewe wachumba. Kwa maana ya kwamba unaoa au kuolewa na mtu unayeamini unampenda, lakini ndoa huwa hazidumu kabisa. Haya, niambie, upande gani upo sahihi kwenye huu taratibu wa kuchagua au kuchaguliwa mke? Jimmy akasema, mzee, mimi nahisi nachelewa kazini. Hilo swali lako naona umeuliza kwa kujipendelea tu, ila nataka ufahamu kwamba mimi sina mpango wa kuoa kwa sasa. Mzee akasema, okay, tusibishane sana mtoto. Wewe nenda kazini kijana wangu, ila kwa kipindi hiki unatakiwa kuwa karibu na msaidizi wako ambaye ni Madam Lydia. Jimmy akasema, sawa mzee, kwa heri. Mwambie mama mimi naondoka. Basi Jimmy akapiga hatua mpaka mlangoni, kisha akakamata kitasa ili afungue atoke nje. Sauti ya babake Jimmy ilimuita ikisema kwamba Mr. Charles Jr. Ilimuita tena kwa mara nyingine. Kabla hajatoka nje, Jimmy alisimama kisha akatega masikio kwa makini. Mzee akasema ya kwamba unatakiwa ufahamu ya kuwa ukitaka utamuoa na usipotaka utamuoa tu. Liwe jua iwe mvua, ni lazima utamuoa tu mwanamke ambaye ataendana na hadhi ya cheo chako kwa ajili ya kulinda heshima ya kampuni. Wewe mwanamke tayari tumesha kuchagulia, ni swala la muda tu, na kutakia kazi njema. Basi jamaa kutaka kubisha tena kwa mzee wake, akaamua kusepa zake. Kwa mara ya kwanza kabisa bosi mpya aliingia katika kampuni ya Chasby kuanzia siku hiyo na kuanza rasmi shughuli za kiutendaji, na hata wafanyakazi wenyewe walionekana kufurahia ujio wa Jimmy, yani Mr. Charles Jr. Jimmy alisalimiana na kila mfanyakazi aliyekutana naye ndani ya ofisi. Baada ya salamu, Jimmy aliingia moja kwa moja kwenye ofisi yake. Sasa akiwa anaendelea na majukumu ya kiofisi, ghafla akajikuta anapoteza mwelekeo kwa kuanza kukumbuka matukio ya Evadia na Ramsey. Wakati Jimmy anaendelea kuwaza, ghafla simu yake mezani ilianza kuita. Licha ya mwito kuwa mkubwa, lakini mtaalamu hakusikia kabisa. Baada ya dakika 2, mlango wa ofisi ya Jimmy ulisikika ukigongwa, lakini hakukuwa na mwitikio. Baada ya kimya kirefu, mlango ulifunguliwa na alionekana Lydia akiingia ofisini kwa Jimmy. Lydia alimuita kama mara 3 hivi, lakini inaonekana bosi wake alionekana kuwa dunia nyingine kabisa. Sauti ya Lydia ilimfanya Jimmy ashtuke kutoka kwenye dimbwi zito la mawazo. Lydia akasema kwamba bosi, samahani sana kwa kushtua, na pia samahani kwa kuingia ofisini kwako bila ridhaa yako. Ila nikupigia simu lakini nikaona haipokelewi, ndio maana nikaamua kuja huko ofisini. Lakini pia nilipofika mlangoni nilibisha sana hodi lakini haukujibu, ndio maana nikaona niingie tu, samahani sana. Jimmy akasema, usijali madam, una haja ya kusema samahani, maana unakosa katika hilo. Mimi ndo nastahili kukuomba msamaha kwa kushindwa kuitikia wito wako. Haya, naomba niambie kilichokufanya unipigie simu. Kuna mgeni upo ofisini kwangu na ana shida ambayo inakuhitaji wewe kama mtendaji mkuu. Madam, hebu nataka nikuombe kitu kimoja. Naomba nisaidie kushughulikia majukumu yangu ndani ya hizi siku 2 tu. Kwa sasa akili yangu haipo sawa, hivyo naufia kuharibu kazi. Huyo mgeni aliyekuja, nenda kamalizane naye tu. Sawa, pole sana bosi, maana unaonekana upo kwenye kipindi kigumu sana kwa sasa. Ila jaribu kupunguza uzito wa matatizo ulionayo kwa kuyachukulia kama changamoto za maisha tu. Sawa, nashukuru sana. Lydia alipiga hatua kuondoka ofisini kwa Jimmy. Kwa namna ambavyo Lydia aliongea na ule mwendo aliotoka nao ndani ya ofisi ulifanya chumba kimoja kati ya vine vilivyopo kwenye moyo wa Jimmy kuweza kushtuka sana. Kuna baadhi ya wafanyakazi wakongwe wenye pesa na magari kwenye ile kampuni walijaribu kumtongoza Lydia, lakini hakuna aliyewahi kukubaliwa wala kupewa matumaini. Basi siku zilisonga taratibu, huku karibu kati ya Lydia na bosi wake Jimmy ukizidi kuimarika. Lile swala la Jimmy kuchaguliwa mke lilizidi kupingwa na Jimmy mwenyewe, kwani moyo wake bado ulikuwa kwa Evadia. Kitu ambacho Jimmy alikuwa hakifahamu ni kwamba Lydia ndio huyo mwanamke ambaye alichaguliwa na wazazi wake, lakini pia Lydia hakujua kwamba Jimmy ndio mwanaume ambaye alichaguliwa kuolewa naye. Mpaka kufikia muda ule alikuwa anafahamu kwamba mchumba aliyechaguliwa na wazazi wake bado hajarudi nje ya nchi alipokuwa ameenda kimasomo. Jumapili moja Jimmy na Lydia waliamua kutoka lunch na pia kwenda kuzungumza mambo mbalimbali kuhusiana na mwenendo wa kampuni yao pamoja na masuala binafsi. Walienda kwenye hoteli moja ya kifahari kisha wakaagiza diko la kutosha. Walikula huku wakisindikizwa na story ambazo zilikusudiwa kwa maendeleo ya kampuni yao. Wakati wanaendelea kuongea, ghafla akaingia mwanamke mmoja ndani ya hoteli. Mwanamke yule alifanana sana na Evadia.
Mapigo ya moyo ya Jimmy yalishtuka sana kumwona yule mdada. Lydia aligundua hilo, ila hakutaka kuhoji sana, hivyo akaendelea kumpa Jimmy mikakati inayohusu kampuni. Lakini sasa wakati Lydia anaongea, akili ya Jimmy ilishama kabisa. Lydia alijaribu kumuita Jimmy ambaye alionekana kuwa mbali kimawazo. Sauti ya Lydia ilimshtua Jimmy na kumfanya arudishe ufahamu wake kwa mara nyingine. Sasa Jimmy akasema kwamba Lydia, hivi kweli yupo mwenye roho mbaya kuwashinda? Mbona sikuelewi bosi, unamaanisha nini kusema hivyo? Lydia, hata mimi nikikwambia inawezekana hautanielewa tu. Ila amini kwamba kuna watu na roho mbaya sana kwenye dunia. Hivi inawezekana vipi mtu unajitoa kimwili na kiroho kwa ajili ya mtu fulani, alafu huyo mtu anakuja kukusaliti na baadhi zaidi anaolewa na rafiki yako kipenzi? Bosi, siku zote umekuwa ni mtu mwenye stress sana. Kumbe hiyo ndo sababu kubwa inakufanya uwe mnyonge. Sasa hizo nguvu mimi nitazitoa wapi Lydia? Kila mimi nikikumbuka changamoto zilizopitia mpaka nikakubali kwenda nchi za watu, huwa naumia sana. Kwa hiyo yule ndo mwanamke aliyekusaliti? Hapana, sio yeye. Ila amefanana sana, ndio maana nimerudisha kumbukumbu baada ya kumuona. Jikaze bosi, wewe ni wa kiume. Fahamu kwa usaliti ni sehemu ya mapenzi, na uzuri ni kwamba moyo umetengenezewa yani umetengenezwa kama mashine. Hakuna maumivu atakayodumu milele kwenye moyo wa mwanadamu. Hivi Lydia, ushawahi kuonja maumivu ya kusalitiwa kwenye mapenzi? Hapana, bado sijaonja sumu ya penzi, kwa kuwa mwanaume niliye naye kwenye mahusiano ni mtu mwaminifu sana na ananipenda na kuniheshimu. Hongera kwa hilo. Na kama ni hivyo basi huwezi kuelewa namna ambavyo moyo wangu unaumia kwa sasa. Yaani mwanamke nilimpa dhamana ya kuwa na mama, yani ya kuwa mama wa wanangu, na kumpatia dhamana ya kuwa na sehemu ya maisha yangu. Leo hii ameamua kuzaa na mtu niliyempatia dhamana ya kuwa rafiki yangu. Ngoja nikupatie story kwa ufupi ili ujue kilichotokea siku za nyuma. Basi Jimmy alimsimulia Lydia story kwa ufupi kuhusiana na mapenzi yake na Evadia mpaka akaamua kwenda Marekani kusoma. Sasa kwenye kusimuliana mwito wa simu ya Lydia ulisikika muda ule ambao Jimmy alikuwa anaendelea kusimulia, na alikuwa amefikia kwenye sentensi ya kwamba urafiki wetu ulianza tukiwa advance na yeye anaitwa. Alitaka kumtaja mtu lakini simu ikaita. Sasa inaonekana hapo aliyetakiwa kutajwa ni Ramsey. Basi Lydia alipokea ile simu. Na ilikuwa ni simu kutoka kwa wazazi wake. Hello mama. Ya, bado nipo huko. Dad? Kwa hiyo yupo nchini kwa sasa? Mimi sina wasiwasi kabisa. Hata kama hizo tarehe za harusi amepangela, mimi siwezi kuolewa na mtu nisiyempenda. Nakuomba sana mamangu, jaribu sikumwelewesha dad. Mama, hata kama siwezi kabisa, ni maisha yangu na ni haki yangu kuchagua mume wa kunioa. Hivyo ni maamuzi yangu kuolewa na mtu ninayempenda. Mama, hata kama rafiki hata kama ni mtoto wa rafiki yake mama, mimi sipo tayari kuolewa naye. Yaani vyovyote itakavyokuwa ni sawa, ila yupo mtu niliyekula naye kiapo cha ndoa na nampenda sana. Bwana mama, mimi ndio nishasema hivyo. Hayo ilikuwa ni maongezi ya simu kati ya Lydia na mama yake. Japo sauti ya upande wa pili alipokuwa mama yake Lydia haikuweza kusikika. Basi jamaa akauliza kwamba Lydia, naona sura yako imebadilika ghafla tu, tatizo nini? Unajua nini bosi, inawezekana mimi nina tatizo kubwa kuliko wewe. Babangu amenichagulia mchumba wa kunioa ambaye ni mtoto wa rafiki yake, kitu ambacho mimi siwezi kukifanya kwenye hii dunia. Na yani sipendi mimi kuchaguliwa, sikuwahi kufikiria kama nitakuja kuchaguliwa mchumba. Na mimi siwezi kumtosa mwanaume ninayempenda tena kwa uzembe wangu mwenyewe. Nilijua hili swala lipo upande wangu tu, kumbe wahanga wa hili janga tupo wengi. Unajua kuna wazazi wengine yani wameipata elimu ya kisasa ila bado wanatumia itikadi za kizamani. Mimi nitasimama imara kuhakikisha kwamba natetea moyo wangu. Mimi siwezi kuolewa na mtu nisiyempenda. Afu mbazidi mimi sijawahi hata kumuona. Kwa hiyo unataka kusema kwamba ni wewe mwanaume humjui? Mimi simjui. Ila niliambiwa kwamba ni mtoto wa rafiki yake babangu. Na yeye anaishi wapi? Kwa hapa Dar es Salaam sijui anaishi mtaa gani, ila niliambiwa kwamba huyo kijana yupo nje ya nchi kimasomo. Nje ya nchi? Hebu ngoja kwanza kidogo.
Wewe unaitwa Lydia David, si ndio? Yeah, ni Lydia David. Huyo mzee wako yupo wapi kwa sasa? Kwa sasa yupo hapa Dar es Salaam, maana simu niliyopigiwa na mama muda mfupi uliopita ilikuwa na ujumbe wa kunifahamisha kwamba baba amewasili kutoka Marekani ambako ameamua kuweka makazi yake. Wewe Lydia, wewe usitaki kuniambia kwamba wewe ndo... Hebu ngoja kwanza. Ngoja kidogo nikuonyeshe kitu. Jimmy alitoa simu yake mfukoni kisha akaingia kwenye app moja iliyoundwa kwa ajili ya kuhifadhi picha na kuanza kutafuta picha fulani. Lydia, hebu itazame hapa picha. Jimmy aliongea huku akimkabidhi simu Lydia. Lydia alipokea simu kisha akaitazama ile picha ambayo alionyeshwa na Jimmy. Mara baada ya kuona ile picha, Lydia alishtuka sana. Bosi, kumbe unafahamiana na babangu? Unamfahamu vipi babangu? Jimmy alichoka baada ya kufahamu kwamba yule mtoto wa Mr. Davy ambaye alichaguliwa kuolewa naye kumbe ni Lydia bana. Lydia, hivi kumbe ni wewe? Itakuwaje? Mbona sikuelewi bosi? Hebu niambie imekwaje mpaka uwe na picha babangu? Yaani unafahamiana naye vipi yani? Lydia, babako ni rafiki wa babangu. Babako ndo alikuwa mlezi wangu kipindi nipo masomoni kwa Marekani. Sakata la wazazi wangu kumpinga Evadia ni kwa sababu wanataka nimuoe mtoto wa rafiki wa babangu. Huyo mtoto alikuwa anachukua shahada yake ya kwanza katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mpaka kufikia wakati huu yani nimeshelewa kila kitu. Yani kumbe ndo wewe Lydia. What? Ina maana wewe ndio mtoto wa rafiki yake baba uliyekuwa Marekani? Oh my god. Kwa nini umekuwa wewe bosi? No, naomba tushirikiane basi kulipinga hili swala bosi wangu. Hatuwezi kuoana kwa misukumo ya wazazi wakati sisi wenyewe hatupendani. Lydia, inawezekana ni kule tupendani, lakini kumbe tunapendana. Unamaanisha nini kusema hivyo? Kweli ni kwamba nilikuwa nampenda sana Evadia kuliko mwanamke yote yule hapa duniani, lakini sasa tangu anisaliti nimekosa nguvu kabisa kuendelea kumfikiria kama mke wangu mtarajiwa. Kwa unataka kusema kwamba umeliunga mkono swala la wazazi wako kuchagulia mke? Hapana, sijamaanisha hivyo. Tangu siku ya kwanza kuambiwa kwamba nimetafutiwa mke, nilipinga vikali sana. Na mpaka kufikia muda huu bado napinga hilo swala. Unajua katika moyo wangu nilimweka Evadia tu, ila baada ya kunitosa sikuweza kubaliana na wazazi kumwoa mwanamke walionitafutia kwa kuwa moyo wangu ulishajenga hisia za upendo kwa mwanamke mwingine bila kujua kwamba huyo mwanamke ndio huyo niliyetafutwa na wazazi wangu. Lydia, kama nitakuoa wewe basi sitakuoa kwa kuwa nimelazimishwa na wazazi, bali nitakuoa kutokana na mapenzi yangu binafsi. Kwa unataka kusema kwamba ni ulikuwa hujui kama mimi ndio mwanamke uliyechaguliwa na wazazi wako? Mimi kwa sijui chochote. Ila leo ndo nimefahamu, na pia inawezekana huu mpango wa sisi kufanya kazi kwenye ofisi moja uliandaliwa na wazazi wetu. No. Kwa hiyo wewe umeanza kunipenda lini? Na kwa nini unipenda mimi wakati wanawake tupo wengi kwenye ile kampuni? Lydia, mimi nimeanza kukupenda baada ya kukaa na wewe kwa ukaribu zaidi. Ingawa ni muda mfupi, ila ulitosha kuteka moyo wangu kutokana na maneno na matendo yako tu kwa watu. Inawezekana wazazi wangu walikuchagua wewe kwa kuwa walikuona una sifa za kuwa mke bora, lakini pia umenifariji na kunitia nguvu kwenye wakati mgumu niliokuwa napitia. Hiyo ndio sababu ya kukuchagua wewe kati ya wanawake waliokuwa kwenye kampuni. Sawa, nimekuelewa bosi, lakini mimi ni mchumba wa mtu tayari. Nampenda sana mpenzi wangu na hata yeye mwenyewe ananipenda pia. So nakuomba sana bosi wangu, niache niishi na mtu ninayempenda. Yeye ndio furaha yangu kwa sasa. Mimi nipo tayari kuacha kazi, ila sio kumwacha mpenzi wangu. Lydia, wewe kwa hilo usijali, maana mtu anayekupenda siku zote anatumia njia yoyote ile ili akuone una furaha kila dakika. Kwa kuwa mimi nakupenda, basi mimi siwezi kuzuia furaha yako, hivyo na kuacha uwe huru na mtu unayempenda kutoka moyoni. Kama imepangwa uolewe na mimi, basi utaolewa tu kwa uwezo wake Mungu na sio binadamu. Kuwa huru kabisa ni kuishi na unayempenda, ila usisahau kwamba kuna mtu anakupenda sana. Mimi nipo nyuma yako siku zote. Mwambie huyo jamaa kama hawezi kukutunza basi akuache, nitamsaidia majukumu. Msikilizaji, swala la wazazi kupanga mikakati kwa vijana wao ili waoane halikuwa siri tena, kwani wahusika wakuu ambao ni Jimmy na Lydia walishafahamiana tayari. Japo Jimmy na Lydia walishafahamu mikakati ya wazazi wao, lakini walishindwa kufikia makubaliano binafsi ya kuoana kwa kuwa Lydia alikuwa kwenye mahusiano imara na kijana Ramsey. Upande wa Jimmy hakukuwa na ukakasi sana, maana licha ya kwamba hakuwa tayari kuchaguliwa mke, lakini yule aliyechaguliwa ndo yule aliyekuwa anampenda, hivyo hakuna tatizo kama angemuoa Lydia. Sasa mara baada ya Jimmy na Lydia kuachana kule hotelini, Jimmy alirudi kwao akiwa na shauku kubwa
ya kuonana na wazazi wake ili azungumze nao jambo. Kwa bahati nzuri, majira ya saa 2 usiku, wazazi wake wote walikuwepo ndani ya nyumba yao. Sasa Jimmy akasema kwamba wazazi wangu, mliniambia kwamba mmenitafutia mwanamke wa kumwoa, lakini hamkunionyesha wala kunitajia jina lake. Leo nataka mniambie jina la huyo mwanamke. Mr. Charles amuuliza Jimmy ya kwamba kwa nini unataka kumfahamu leo? Jimmy akasema kwa sababu mimi ndio muoaji, hivyo lazima nimfahamu mke wangu mtarajiwa. Mzee akasema wewe subiri, siku ikifika utamuona bwana. Kwa sasa mambo hayajakaa sawa, ila tunakuhakikishia tu kwamba mke wako ni mzuri sana na lazima utampenda tu. Jimmy akauliza kwamba mambo hayajakaa sawa kwa kuwa mwanamke hataki kuolewa na mimi, si ndio? Mzee akajibu mwanamke upo tayari, ila wewe ndio unafanya zoezi kwa gumu. Jimmy alicheka akasema yupo tayari Lydia? Au kuna mwanamke mwingine mliomtafuta tofauti na Lydia? Leo nimeelewa kila kitu kuhusu mipango yenu. Kumbe mlitengeneza mazingira ya kutukutanisha mimi na Lydia kwenye kampuni kwa sababu maalum, si ndio? Mzee akasema ya kwamba kwa kuwa ushajua basi ni vizuri sana. Lydia ndio mwanamke anayestahili kuwa mke wako kulingana na hadhi yako. Ni binti mzuri tu wa sura mpaka tabia. Unataka nini kingine zaidi ya hivyo? Basi Jimmy akasema sawa, ni binti mzuri, lakini yeye tayari ana mchumba wake, hivyo hawezi kuolewa na mimi. Kila kitu kipo wazi sasa hivi na amethibitisha mwenyewe kwa kinywa chake kabisa kwamba ana mchumba wake. Mzee alicheka akasema hilo la kuwa na mchumba lisikupe tabu, maana sisi ndio kamati kuu hapa jimbo. Umepata, wewe vuta tu subira, maana siku si nyingi utamuoa Lydia, tena kwa hiari yake mwenyewe, ni swala la muda tu. Basi takriban wiki 2 zilikatika huku harakati za maisha zikiendelea kama kawaida. Ulikuwa ni usiku wa saa 4 ambapo Lydia alionekana akijigeuza kitandani huku akizitazama picha za Ramsey ambaye alikuwa hajaonana naye kwa zaidi ya wiki moja kutokana na Ramsey kuwa busy na masuala ya mpira ambayo yaliwafanya wachezaji kuishi kambini. Lydia alimisi sana Ramu wake. Lakini sasa wakati anaendelea kuzitazama picha, ghafla zikaingia message za picha kwenye simu yake kupitia mtandao WhatsApp. Chapchap Lydia aliingia kwenye huo mtandao kisha akakuta namba ngeni ndio ilikuwa imemtumia zile picha. Lydia alizifungua zile picha kisha akazitazama kwa makini. Alichokiona kwenye picha kilimkosesha ujasiri wa kuendelea kuzitazama zile picha mara mbili. Pale pale simu ikadondoka chini, maana hata nguvu za kuendelea kuishika ile simu zilimuishia. Yaani unaambiwa panapofuka moshi ujue pana moto, na palipokuwa na wajumbe ujue pana jambo. Nani alikwambia kwamba wajumbe ni watu? Unaambiwa kile kilichofanywa na wajumbe mpaka kupelekea moyo wa Jimmy kumsahau Evadia ndicho kilichofanywa kwa Lydia ili amsahau Ramsey. Picha zile zile alizopewa Jimmy zikimuonesha Ramsey na Evadia ni wazazi wa watoto mmoja, ndio hizo alizotumiwa Lydia. Utofauti ulikuwa ni njia zilizotumika kufikishwa kwa walengwa na muda tu. Kwa hiyo usaliti uliofanywa, yani usaliti aliofanywa Jimmy na Evadia ndio usaliti aliofanywa Lydia na Ramsey. Kwa maana hiyo Lydia na Jimmy walisalitiwa, halafu Ramsey na Evadia walisaliti. Hivi kuna dhambi wasalitiwa wakiamua kufarijiana kwa kuoana? Nikuulize, kuna dhambi wasalitiwa wakiamua kufarijiana kwa kuoana? Jibu unalo wewe, na hilo jibu litakuja pia likupe pia usahihi wa kile ulichokijibu katika sehemu inayofuatia. Mimi kwa leo naishia hapa. Mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas. Tukutane sehemu inayofuata kuweza kujua hii picha inavyochezwa na wazazi wa pande zote mbili. God bless you till we meet again. Bye bye.